tukiwa na athari za kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan na tukiwa ndani ya wiki ya tatu katika Shawwal, mwezi ambao una matukufu, mwezi ambao ni katika mfululizo wa miezi mitukufu, ni katika mfululizo wa ibada ambazo zina ujira mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya saumu, baada ya kufunga, baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, watu tuliingia katika Shawwal, katika sita Shawwal, na kama kuna mwendelezo watu wanafunga, basi ima watu wapo wanaendeleza ibada zao za funga wakilipa kadha, ima kutokana na adhari zilizotokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ima kutokana na utukufu wa mwezi huu, kwamba kuna utukufu sana kufunga katika mwezi huu wa Shawwal. Leo tukiwa katika mwezi 16 au 17 katika Shawwal, ni siku ambazo za khair na ni masiku ya khairi yanamalizika. Tayari tumeshagawanya mwezi wa Shawwal, siku zobaki katika Shawwal ni chache sana. Kama kuna matukufu, basi yanaendelea kumalizika. Yaliyobaki katika matukufu ni masiku machache sana, lakini kubwa, ndugu zangu Waislamu, tumetoka katika kozi, tumetoka katika somo, tumetoka katika darasa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, darasa ambayo kwa maana yale tulijifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kumcha Mwenyezi Mungu, ni mwezi wa matukufu, kama ibada zilithaminishwa kwa thamani ya hali ya juu, ibada zilipandishwa daraja, kila amali ya kheri ilikuwa na malipo zaidi katika miezi mingine, basi tumetoka katika somo kubwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kubwa, ndugu zangu Waislamu, alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wala ajiz man atba nafsahu wa tamanna ala Allah al-aman. Mwenye akili ni yule mwenye kuhesabia nafsi yake, mwenye kuichunguza nafsi yake. Somo tulilopata katika Ramadhani yataka tuliendeleze katika miezi inayofuata. Somo tulilopata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yataka ndio maisha ambayo kwamba tutaishi katika miezi 11 inayofuata. Mwezi wa Ramadhani kama tulikatazika kujitia katika machafu, tukapata hamasa mbalimbali, tukalinganiwa fadhila mbalimbali kuhusu amali za khairi ambazo tutakana tubane nazo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nataka iwe ndio somo, nataka iwe ndio darasa, nataka iwe ndio muhimili ambao kwamba tutashikamana nao na kuendelea nao katika miezi 11 iliyobaki mpaka kukutana na mwezi mtukufu wa Ramadhani ujao. Itakuwa sio jambo la busara, itakuwa sio khairi baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya athari tulizopata za masomo, baada ya kuwaidhika kwa nasa mbalimbali, tena tukajitia katika mambo ambayo kwamba sio ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, tukajitia katika mambo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu, ikawa hakuna tofauti na athari zilizopatikana katika Ramadhani, ikawa hakuna athari zilizopatikana kutokana na somo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, darasa iliyopatikana katika Ramadhani, nasa zilizopatikana katika Ramadhani, fadhila zilizopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na miongozo mbalimbali tuliyopata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi huo ndio mwongozo ambao kwamba tutaishi nao katika miezi 11
inayofuata hadi kuja kutana na mwezi wa Ramadhani na ni mwakani. Kipimo kiko wazi. Tulisema kwamba sasa hivi tumeingia katika Shawwal. Sasa kuonyesha kwamba ibada zetu amali mbalimbali tulizofanya katika Ramadhani zimekubalika, athari itaonekana katika Shawwal, mizani itaonekana katika Shawwal, Dhulqaada na miezi itakayofuata. Kweli sisi Waislamu muumini ndio tuliofunga mwezi mtukufu Ramadhani, ndio wale ambao tuliacha matamanio tukafukamana na saumu, tulishikamana na swala tano, tulishikamana na maamrisho kuamrishana mema na kukatazana machafu, tulishikamana na vikao vya darasa na vikao vya kheri mbalimbali. Ndio sisi ama ni wengine? Sasa kipimo, mizani itaonekana katika Shawali hii tulionayo na katika fungo pili unaokuja. Sasa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ramadhani, darasa tuliyopata katika Ramadhani ituzindue katika miezi inayofuata. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Shawwal na hutuba ya leo ni hutuba ya 3 katika Shawwal. Hutuba ya leo inaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye amemuumba mwanadamu baada ya kukosekana mwanadamu. Kama tunavyojua kwamba hal ata'ala al-insana hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, hakika zimempitia zama, dahari na dahari, mwanadamu hakuwa ni mwenye kuhitajika, akawa ni mwenye kupatikana katika sura hii ya dunia. Wajalahu basharan sawia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia mwanadamu ni kiumbe aliolingamana, kiumbe ambapo maumbile yake ni mazuri, yanapendeza, akamtofautisha na wanyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadhi ya wanyama wengine amewajalia wana maumbo tofauti, lakini wewe na mimi Mwenyezi Mungu akatujalia sura zetu ni nzuri, zinapendeza, maumbo yetu yanalingamana. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukujalia wewe kuwa na mapembe, hakukujalia wewe kuwa na mwili mkubwa, hakukujalia wewe kuwa na makucha, akakujalia maumbile yako ni mazuri, kisha akakutia akili. Baada ya kukutia akili akakujalia elimu, utambuzi. Si elimu tu, kisha akakujalia utambuzi, kujua hili ni zuri, hili ni baya, nikifanya hili takuwa katika daraja hii, nikifanya hili takuwa katika daraja hii. Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katutofautisha sisi wanadamu tofauti na wanyama wengine, utofauti mkubwa kutujalia akili na elimu na utambuzi. Sasa neema alizotujalia sisi wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi sana. Tukizihesabu neema tulizojalia sisi wanadamu ni nyingi, hatutazidhibiti, ni nyingi sana. Lakini kubwa katika neema, kwanza kujaliwa katika umma mzuri, umma ambao kwamba kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, umma kumwamini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hali ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikiomba usiku na mchana mwisho mzuri, alikiomba usiku na mchana mwisho mzuri, kwa maana kufa katika Uislamu. Na sisi ndivyo tunafundishwa kwamba kila saa, kila siku tuombe mwisho mzuri, kwamba tufe katika Uislamu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi ametujalia neema kubwa sana Uislamu, kisha akatujalia akili ya kupambanua zuri na baya, akatutofautisha na wanyama wengine. Na si hilo tu, sisi Waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufanya ni bora kuliko viumbe Mwenyezi Mungu alivyofanya viumbe ambao kwamba amewajalia ubora. Wako viumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanya ni bora, kwa maana ameumba kwa ubora, lakini ubora walionao malaika hawatushindi sisi wanadamu. Kwa hiyo neema tulizojaliwa sisi Waislamu na Mwenyezi Mungu ni nyingi, lakini tunaghafilika nazo, tunajisahau. Kwa hiyo kubwa, ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuvaana na yale yote ambayo kwamba maamrisho yale ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na kuepuka makatazo.
Mwezi huu ni katika mfululizo wa miezi ya Hija. Mwezi huu ni katika mfululizo wa miezi ya Hija. Kama tunavyojua kwamba Hija ni moja katika nguzo 5 za Kiislamu. Baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, ambao kwamba ni moja katika nguzo za Kiislamu, pia Hija ni katika moja ya nguzo za Kiislamu. Na Hija ni wajibu kwa kila Muislamu ambao kwamba amemiliki uwezo, ana gharama ya kumwezesha kwenda Hija na kurudi. Kwa hiyo ni katika mfululizo wa miezi mitukufu. Kama ni katika mfululizo wa miezi mitukufu, basi yataka tudhare na matukufu. Yataka somo tulilopata katika Ramadhani tuishi nalo katika miezi hii 11. Semina tulilopata katika Ramadhani basi tuishi katika miezi hii 11. Mazia na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Yoyote man daa ila huda, mwenye kuwalingania Waislamu katika mwongozo, kana lahu min al-ujri, itakuwa ndake yeye min al-ujri, miongoni mwa ujira, mithlu ujuri man tabi'ahu, mfano wa ujira wa yule aliyemfuata kutokana na ulinganiaji wake. Ukawalingania watu katika kheri, wakakufuata, wakafanya lile ulilowalingania, basi ujira wao watakaopata na wewe utapata hivyo hivyo. Ukawalingania watu, ukawakutanisha katika mtafaruku walionao, pima ndugu wamekatana, lakini ukawakusanya, ukawakutanisha, wakawa kitu kimoja, basi Mwenyezi Mungu anakujalia kwamba ujira watakao kwa yale watakayofanya, basi kama ni thawabu watakazochuma na wao unapata hivyo hivyo. Kinyume chake, ukawalingania watu katika upotevu, wakafanya maasiya, wakafanya mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu, basi madhara tukayapata na wewe unapata hivyo hivyo mfano wako. Kwa hiyo yataka tuone katika watu wenye kushikamana na ile mafunzo tuliyopata katika Ramadhani. Mafunzo tuliyopata katika Ramadhani ni darasa kubwa, ni semina kubwa. Pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ayuha nasu, enyi watu, enyi wanadamu, akhalisu amalakum lillah, zitakaseni amali zenu lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fanyeni amali zenu za khair, fanyeni ibada zenu lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tukiswali, tuswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tukiamrishana mema, tuamrishane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tukitoa sadaka, tutoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tusifanye amali kwa ajili ya riya, tusifanye amali kwa ajili ya kupata cheo. Hilo halitatusaidia hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuasa kwamba tufanye amali ya khairi, tufanye ibada zetu kwa ajili ya kumtakasia Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Tusifanye ibada kwa ajili ya kujionyesha, tusifanye ibada kwa ajili ya kutaka cheo, tusifanye ibada kwa ajili ya kuonekana katika jamii. Hilo halitufikisha katika ridhaa za Mwenyezi Mungu. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tujalie katika watu wenye kusikiliza mema wakafuata yale maovu wakaepuka. Inshallah, kwa uchache huu wa tafsiri ya Kiswahili ya hotuba ya leo tunatuishia hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.